Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji na watazamaji wafuatiliaji wa chaneli yetu pendwa ya Ustadh Shafi Online TV. Leo tena ama kwa hakika tupo katika mwendelezo wa vipindi vinavyopatikana katika chaneli yetu hii. Tunakuomba uwe pamoja nasi na uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kuyapata matukio yetu ama vipindi vyetu vinavyoendelea. Leo tena tupo katika mjadala ambao kwamba umesambaa katika wiki hii kwenye mitandao ya kijamii, ikimueleza bwana mmoja akitoa ushuhuda wake mwanzo wa yeye kuwa Muislamu na kwa nini alitoka kwenye Uislamu, na akatoa baadhi ya vithibitisho kwenye aya pia na hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akizisemea kwamba hizo ndio sababu kwa namna yeye alivyozitafasiri. Lakini leo tena tupo na ustazi wetu, shekhe wetu, Sheikh Shafi Shomari, akitueleza na tukimtaka atueleze juu ya yale kwamba ambayo huyu bwana akieleza ndiyo sababu ya yeye kutoka kwenye Uislamu, na akitaka kuwafikishia ujumbe kwa yale ambayo watu yamemueleza. Na swali miongoni mwa maswali ambayo kwamba Sheikh Shafi leo tunakuletea uyajibu au uyaeleze kwa faida ya watu ambao wanakutazama na wanakufuatilia, ni huyu jamaa yetu ambaye kwamba tunahitaji tumweke sawa kwa niaba ya watu wengine ambao kwamba huenda kwa sababu yake washamfuata, wapo nyuma yake. Na swali la kwanza alikuwa anasema, na hili swali sisi tumelitengeneza kwa yale maelezo yake: je, bila kumwamini Yesu ni mwana wa Mungu hakuna uzima wa milele? Hilo ni swali ambalo kwamba tumelitengeneza, ni swali letu la kwanza na tutaendelea. Tunakutaka Sheikh Shafi tuweke wazi, je, bila kumwamini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu hakuna uzima wa milele? Karibu Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapenzi watukufu wa channel ya Ustadh Shafi Online TV, karibuni sana. Leo tupo tena hapa inshallah na tumelipokea swali, lakini nataka niwaambie kwamba tunakwenda kuzungumza na watu viwango vya elimu viko vidogo Sheikh Saidi, na uelewa wao mdogo sana. Huyu bwana kuna klipu moja yeye alishasema kwamba alishawishiwa na ndacha kupewa pesa na kuahidiwa vitu vingi kuingia katika Ukristo. Kwa hiyo aliingia kule kwa sababu ya pesa. Kama director wetu atakuwa nacho kile kipande, anaweza kuweka kipande chake watu wakakiona kwamba alishawishiwa kwa pesa. Na kwa sababu hiyo amekosa hoja za msingi. Unajua, unapoamua kufanya jambo alafu huna ushahidi nalo, umefata tu kitu fulani, unakosa zile hoja za msingi za kujitetea. Ndicho anachofanya huyu bwana, amekosa hoja za kujitetea, ambazo hoja zile zilizomfanya labda atoke upande mmoja aende upande wa pili, hana hoja za msingi. Lakini swali lake la kwanza Sheikh Saidi nalijibu kama lilivyo, kwa sababu ni mtu ambaye hana maarifa. Yani hajui anachokisema, kusema kweli. Yani napata tabu kujibu kwa sababu ndo najibu tu, lakini sikupaswa kuzungumza naye kwa namna ya maarifa yake madogo, uelewa wake mdogo, anachokisoma hakifahamu, yani hana uwezo wa kutanua akili za watu. Lakini anasema kwamba je, ikiwa hukumwamini Yesu kama mwana wa nini? Ikiwa hukumwamini Yesu, au je, bila kumwamini Yesu ni mwana wa Mungu hakuna uzima wa milele? Sio kweli. Yani kutoamini Yesu kwamba sio mwana wa Mungu ndio usipate uzima wa milele, hilo hakuna katika Biblia. Sasa mimi nataka wewe usome, soma Yohana 17:3 tuone hiki alichokisema kipo au hakipo. Ndio maana nasema maarifa ya watu yamekuwa madogo, wanaingia mahala kwa sababu ya kuahidiwa pesa, au wanaingia mahala kwa sababu ya kufundishwa chuki. Yani mtu unamuona kabisa huyu ameingia huko lakini hana hoja ile ya msingi. Sasa kusema kwamba mtu asipoamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu hana uzima wa milele, maneno hayo katika Biblia hakuna. 17:3 Yohana, umeiona? Naitafuta. Kitabu cha Yohana Agano Jipya 17:3 Yohana. Unatoka Mathayo, unakuja Marko, Luka, unakuja Yohana. 17:3 Yohana. Kitabu cha Agano Jipya. Ngoja nikusomee mimi.
Hapa naomba uisome, alafu linganisha maneno yake. Je, kama hukumwamini Yesu ni mwana wa Mungu hauna uzima wa milele? Yeye maneno yake na maneno ya Yesu anatufundisha ili tupate uzima wa milele tufanyeje? Sawa sawa. 17:3 Yohana inasema na uzima wa milele ndio huu. Yeye kasemaje kule? Je, bila kumwamini Yesu ni mwana wa Mungu hakuna uzima wa milele? Uzima wa milele uko wapi sasa pesa? Na uzima wa milele ndio huu. Yesu anazungumzia nini sasa? Wakujue wewe. Subiri kwanza, Yesu hapo anazungumzia nini? Anataka kueleza uzima wa milele. Na yule kasema kama hukumwamini Yesu mwana wa Mungu huna uzima wa milele. Sasa Yesu ndo anatuambia wao uzima wa milele wenyewe. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Unaelewaje? Kwamba Yesu anamsemea kwamba kuna Mungu wa kweli wa pekee na Mungu amemtuma Yesu Kristo, na sio kwamba usipomwamini Yesu ni mwana wa Mungu hakuna uzima wa milele, ila Yesu anataka kwamba kwanza wamwamini Mungu pekee. Ukishamwamini Mungu pekee na Yesu katumwa, huo ndio nini? Uzima wa milele. Kwa hiyo huyo anayesema kwamba bila kuamini Yesu ni mwana wa Mungu huna uzima wa milele kapata wapi? Sasa haujanielewa. Akamojaliwa Shesaidi sema nitakufungua kwa faida ya watu wote. Kwa faida ya watu. Wewe kwanza umenielewa? Mimi nimekuelewa. Umenielewa? Kwamba kumwamini Mungu wa pekee na ukiamini Yesu ametumwa na Mungu ndio uzima wa milele. Kwani uzima wa milele ni nini? Uzima wa milele manake ni kuingia peponi. Sawa. Huyu anasema kwamba huwezi kuingia peponi kwenye uzima wa milele mpaka uamini Yesu ni mwana wa Mungu. Maelezo yake yeye. Anasema ili uende katika uzima wa milele sharti ukubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini Yesu anatufafanulia ule uzima wa milele ili uupate. Sio kuniamini mimi kama ni mwana wa Mungu. Wakujue ya kuwa wewe ndiwe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Hakuna neno kuamini mwana wa Mungu. Ili upate uzima wa milele sharti kwanza ukubali kwamba kuna Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu kafanya nini? Katumwa na Mungu. Ndio maana ya uzima wa milele. Sasa huyu anazungumza ujinga kwamba eti usipokubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Maneno hayo ameyapata. Kuna katika Biblia maneno kama hayo. Kwa hiyo Yesu ndo kamaliza katika 17:3 Yohana, anasema na uzima wa milele ndio huu wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo yeyote anayetaka uzima wa milele sio aamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kuna andiko hilo katika Biblia. Aamini kwamba Yesu katumwa na nani? Na Mungu, na Mungu wa pekee na wa kweli yupo. Sijui umeelewa vizuri? Sawa. Sasa umenielewa? Mimi nimekuelewa. Na nimekuelewa vizuri, na kwa faida ya wasikilizaji na imani kwa hapa wameelewa namna yeye alivyotoa andiko lake kwamba ni mwana. Hajatoa andiko na kwa maelezo yake kwamba ni mwana wa Mungu, na andiko linasema halitoi neno la mwana wa Mungu. Andiko lilivyosoma halisemi kwamba ni neno, yani hakuna neno mwana wa Mungu. Hujaelewa Shesaidi. Huyu kazungumza anasema kwamba ili upate uzima wa milele sharti uamini Yesu ni mwana wa Mungu. Bila kuamini Yesu ni mwana wa Mungu hupati uzima wa milele. Lakini Yesu anasema hapana. Huo uzima wa milele ili upate wajue ya kuwa wewe sawa Mungu mmoja, watambue na ujue ya kuwa wewe Mungu wa pekee na wa kweli. Lakini chengine uamini Yesu Kristo katumwa na Wanaelewa? Kwa lazima ukubali kuna Mungu wa pekee na wa kweli na ukubali Yesu katumwa na Mungu kwa maneno ya Yesu. Yeye anasema hapana. Ili ukubali upate uzima wa milele lazima ukubali kwamba Yesu mwana wa Mungu, wakati maneno hayo ni uongo. Yesu anayakrash. Ushanielewa sasa hivi? Sawa. Nishakuelewa. Huyu anasema kwamba tupate uzima tuseme kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini Yesu anasema hapana, uzima wa milele wajue ya kuwa wewe ni Mungu wa pekee
na Yesu Kristo. Kwa hiyo ili upate uzima milele yatakiwa mambo haya mawili. Yapi na yapi? Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Basi. Sasa tunazungumza na watu yani mpaka unaona uvivu kuzungumza kwa sababu upeo mdogo sana. Twende swali la pili amesema. Swali la pili alitoa andiko. Na dhani hapo utanisaidia. Alitoa andiko la Yohana 3:36. Yohana 3:36. Yohana 3:36 akisema asiyemwamini mwana wa Mungu hana uzima wa milele katika andiko hilo, na sisi tukajengea swali, je, asiyemwamini mwana wa Mungu hana uzima wa milele? Kwanza atoe neno mwana wa Mungu, asichomeke maneno. Tusome hilo linasemaje? Yohana 3:36 inasema amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu itamkalia. Inamkalia. Akasemaje? Yeye alisema asiyemwamini mwana wa Mungu hana uzima wa milele. Andiko linasema amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa hiyo ndo akasema Waislamu kwa andiko hili wanakwenda motoni kwa sababu hawaamini Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa hapo kuna Kiswahili kikubwa sana. Na nataka nitoe faida kwako na nitoe faida kwa wasikilizaji. Wewe hata hapo hujapaelewa. Rudia tena. Andiko linasema. Narudia andiko. Yohana 3:36. Kwa mwenye kitabu ataweza kurudia hapa. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Wakristo wanatushtumu sisi Waislamu kwamba sisi hatuamini kwamba Yesu mwana wa Mungu. Si ndio hivyo? Ndio. Kwa andiko hili wanatuthibitishia kwa imani yetu hiyo sisi tutakuwa na ghadhabu ya nani? Ya Mungu. Nataka tulifanyie utafiti andiko taratibu, linazungumzia mwana wa Mungu, linazungumzia nini? Rudia taratibu. Sawa. Amwaminie Yohana 3:36. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Hapo tulia. Amwaminie mwana. Amwaminie mwana. Tafsiri yake ni anayemwamini mwana. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Kwa maana atakayemkubali na kumwamini Yesu Kristo ana uzima wa milele, au sivyo? Amwaminie mwana. Kuna Kiswahili amuaminie mwana. Anayemwamini Sheikh Saidi ana uzima wa milele. Ndio. Unaelewa? Wao wanasema wanataka Waislamu kwa andiko ile wakubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ili wapate uzima wakati andiko halisemi kwamba sisi tuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Umeelewa? Sawa. Au hujanielewa? Imeshia mwana. Hapo maana twende hiyo na Mungu hiyo yote. Hujanielewa bado. Amwaminie mwana. Wao wanasema kwa andiko hilo Waislamu ili wapate uzima wa milele waamini Yesu ni mwana wa Mungu, wakati andiko halisemi ili tupate uzima wa milele tuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Linasema hivyo? Hapana. Amwaminie mwana. Hapa tumetofautiana. Wakristo wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Sawa? Sisi tunasema ni mtume wa Mungu. Sawa? Sawa. Wao Wakristo huyu Yesu huyu wanamwamini kama mwana wa Mungu. Sisi huyu Yesu tunamwamini mtume wa Mungu. Twende kwa tafsiri yako. Amwaminie mwana ana uzima wa milele. Huyu si wao wanamuita mwana? Na sisi tunamuita nani? Mtume wa Mungu. Huyu tunamwamini hatumwamini? Tunamwamini. Hatuna uzima wa milele? Tunao. Sasa tunakosana nini? Sawa. Haujanielewa Shebato. Ngoja nifungue akili. Kuna neno kuamini. Sawa? Na kuna neno kuamini kuwa huyu ni mtu fulani.
Sawa. Unaelewa? Kuna neno kuamini na kuna neno kuamini huyu ni mtu fulani. Amwaminie mwana. Wakristo wanasema huyu Yesu ni mwana wa Mungu. Sisi tunatakiwa tumwamini. Kumwamini kipi? Kwa kile alichokisema. Sio tuamini kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Sasa hadi hujanielewa wewe rafiki yangu. Hatutakiwi kuamini. Aya inasema amwaminie mwana ana uzima wa milele. Hawa watu wawili si tunabishana. Huyu Yesu wa Kristo anasema mwana wa Mungu. Si tunasema mtume wa Mungu. Tafsiri ya Wakristo inasema ukimwamini mwana una uzima wa milele. Sio ukiamini kwamba huyu ni mwana wa Mungu una uzima wa milele. Ukimwamini mwana, wao wanasema yule Yesu ni mwana. Sisi tunatakiwa tukimwamini tuna uzima wa milele. Tafsiri yao ni mwana. Sisi hatuamini kama mwana kwa sababu andiko halikuja tuamini kama mwana, ila tunatakiwa tuamini. Tuamini nini? Unaelewa? Ndio. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mtume ameamini na Waislamu nao wameamini. Sawa sawa. Wamemwamini Mwenyezi Mungu, wa malaika yake, vitabu vyake na mitume yake. Yesu ni mtume wa nani? Kwa hiyo Waislamu kwa sababu Yesu ni mtume wao wana amini. Ingawa huyu mtume wa Kristo wao wanamuita mwana wa Mungu. Kwa hiyo kitendo kipo katika kumwamini, sio kuamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Swali kigumu. Sawa sawa kabisa. Kweli kabisa. Umeelewa? Kweli kabisa. Kwa hiyo sisi tunamwamini Yesu. Wao Wakristo wanapomwamini Yesu, wanaamini wao kama mwana wa Mungu. Sisi hatuamini hivyo, ila tunamwamini kama mtume wa Mungu. Kwa hiyo kitendo cha kuamini bado kipo pale pale. Na andiko nasema ukimwamini mwana una uzima. Wao wanamuita mwana, lakini ili upate uzima wa milele kuna kitendo cha kuamini. Sio kuamini kama mwana. Andiko alisema kuamini. Na sisi tunaamini huyu ni mtume. Katika Mathayo 15:24 sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa sisi imani yetu tunaamini Yesu ni mtume wa Mungu. Wakristo wanasema ni mwana wa Mungu. Mtu mmoja tumetofautiana katika kumpa cheo. Sawa sawa. Umeelewa? Hawa wanampa cheo cha uwana. Sisi tunampa cheo cha utume. Sisi tunaamini kama huyu mtume. Wao wana imani yao kwamba huyu mwana wa Mungu. Neno kuamini limebaki pale pale. Sisi tunaamini na wao wanaamini. Wao wanaamini kama mwana, sisi tunaamini kama mtume anayemuamini. Lengo kuamini tu. Asante sana. Haya hapa ipo kuamini, sio kukubali kama mwana. Sawa. Zaidi umeelewa? Sasa ndio umeelewa Rudia tena sasa utaelewa vizuri. Amwaminie mwana. Amwaminie mwana, sio amwaminie Yesu kama mwana. Una uzima wa milele. Ukimwamini mwana una uzima wa milele. Sio ukiamini kwamba huyu Yesu ni mwana wa Mungu. Ukimwamini mwana una uzima wa milele. Neno limetumika kuamini. Wakristo wanaamini kama mwana, Waislamu tunaamini kama mtume. Kitendo cha kuamini kipo pale pale. Ndicho kwa kitendo hiko. Wewe umeamini kama mwana, sisi tunaamini kama mtume, tuna uzima wa milele.
Sawa sawa. Sawa sawa. Pagumu Saidi hapo. Sana. Sana. Yaani pagumu sana kwenye Kiswahili kupaelewa hapo, pagumu sana. Haikusudiwi mwana. Tunakusudia kuamini. Na ndo maana wengi wao Sheikh Shafi wanakuita mwalimu kwa sababu ya ujuzi wa Kiswahili. Na pia vile vile kukiweza kukichambua na kukitolea maana tofauti tofauti. Nini kinamaanishwa, kuna maana zile za ndani. Ndio. Kuamini kupo pale pale. Asante sana. Ila unaamini kama nani? Mwana wa Mungu, mtume wa Mungu. Na hapa anayemuamini mwana, sio kwamba wewe unaamini kwamba huyu ni mwana wa anayemuamini mwana. Kuna mtu ana mwana, jina lake mwana. Tunatakiwa sisi tumuamini. Hawa wanasema huyu mwana, sisi tunasema mtume. Tumetofautiana katika kujua kile cheo chake. Hawa wenzetu wanatuambia nyinyi huyu mnamuita mtume, huyu si wenzetu tunamuita mwana huyu. Umeona Kwa hiyo mimi namuita mwana, mimi namuita mtume. Atakayemwamini mwana. Wakristo wanasema atakayemwamini mwana. Sisi tunasema atakayemwamini mtume. Neno kuamini linabaki pale pale. Na ndio maana Yesu akasema na uzima wa milele ndio huu, wa kujua kuwa wewe ni Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo kama unataka uzima wa milele, sharti uamini kwamba Yesu katumwa na Mungu, na sisi tunamwamini huyu kwamba katumwa na Mungu. Japokuwa wao wa Kristo wanamwamini kama nani? Mwana. Sisi tunamwamini kama nani? Mtume. Kwa hiyo kitendo kinachojadiliwa hapo sio mwana wala mtume. Kitendo kinachojadiliwa hapo ni lile kuamini. Sadaka. Nadhani kwa faida ya wote watakuwa, kwanza mimi binafsi nimeelewa. Mwanzo nilikuwa sijakuelewa namna hichi Kiswahili kilivyo, kwa kuwa mimi sio mtaalamu sana wa haya maandiko. Lakini vile vile kwa faida ya watu wengi ambao wanatutazama na kutufuatilia, watakuwa wamekuelewa, lakini vile vile kupitia kipindi hichi wametuelewa nini andiko hili linakusudia. Nimefafanua kisomi. Sawa sawa. Yaani watu wajue topic iliyokuepo ni neno kuamini. Sio mwana wala mtume. Hii mwana mtume ni utambulisho wa huyu mtu, lakini kikubwa ni kuamini. Sawa sawa. Umenipata? Nimekupata vizuri. Lakini pia tunaweza kuhama katika kipande hichi kwa kuamini kwamba tumekimaliza kwa aya hii, namna ulivyoichambua kwa elimu kubwa sana. Anamtia ujinga tu, elimu yake ndogo. Yaani siwezi kutoa madini kwa mtu mjinga kama. Ni kweli, naona leo hata uongeaji wake sio kwamba unatumia nguvu, umerelax sana. Kwa sababu ni mtu ambaye asiyekuwa na maarifa. Sawa. Lakini alizungumzia hadithi ya mtume na akasema ni hadithi sahihi kabisa, ambayo kwamba alizungumzia katika hadithi ile akitoa maana kwamba atayebadili dini muweni, mbadala dinahu faqtuluhu. Je, Sheikh Shafi, kweli huyu mtu atakayebadili, kwa maana kutoka kwenye Uislamu anavyozungumzia hadithi ya mtume, anatakiwa auawe? Huyu mtu anatakiwa atoke vipi ndo auawe? Au kitu gani tukione kakifanya namna alivyotoka, sasa huyo hukumu yake anatakiwa auliwe? Hii hadithi so Uislamu kwamba mtu katoka tu auawe. Uislamu mtu katoka anafikishiwa ujumbe, analinganiwa, anafanyaje, akikataa la ikraha fi dini. Kuna kulazimishana katika dini. Kad tabayyana rushdu minal kila kitu kipo wazi. Ukiamua kufuata njia hiyo, ina hadaina sabila imma shakira wa imma kafura. Kwa hiyo kwa nini sasa auawe? Kuna vipengele vingi vya kupita mpaka anauawa. Atakuwa amefanya nini mpaka auawe? Qur'ani 4:137. Qur'ani 4:137. Surati An-Nisa aya 137. Hebu ifungue uitazame. Qur'ani 137 inasema hakika walioamini. Anza juu kwa Kiarabu chake. Aya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu thumma kafaru. Twende kwa Kiswahili. Hakika walioamini
kisha wakakufuru. Mungu anazungumzia huyo alikuwa Muislamu kaamini kisha akakufuru, yani akatoka kwenye Uislamu. Thumma amanu thumma kafaru, akarudi tena kwenye Uislamu kisha akakufuru tena. Thumma zdadu kufura, lakini kule alipokwenda akazidisha ukafiri wake kweli kweli. lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Mungu huyu hamsamei huyu, sasa anatakiwa, ndiyo sheria inasema huyu auawe, lakini atauawa ikiwa hakukupigeni vita katika dini yenu katika 68 Qur'an. Lakini ikiwa amezidisha ukafiri kule, anatukana, anagombanisha watu, anatenganisha watu, anausema vibaya Uislamu, yani amezidisha ule ukafiri wake, anatupiga vita kweli kweli, anamkufuru Mungu kweli kweli, ndio anatakiwa afanyaje sasa? Auawe. Kwa sababu analeta maasi katika dunia, analeta maasi katika ardhi. Ndio maana thumma zdadu kufra, kisha akazidisha ule ukafiri. Na sio Qur'ani tu, mtu asiseme Qur'ani hiyo ndio maana nasema huyu hajui Biblia. Msoma wala 24:16. Huyu hajui Biblia huyu. Ndio maana nasema tunaongea na mtu ambaye upeo wake mdogo sana, hajui anachokizungumza. Asiseme Qur'ani tu. Soma 24:16 Walawi. Inasema na yeye atakayelikufuru jina la Bwana, na yeye atakayelikufuru, thumma amanu thumma kafaru kwenye Qur'ani. Na hapa atakayelikufuru sawa, jina la Bwana, jina la Bwana, yani akafanya maasi ya kupingana na Mungu, hakika atauawa. Biblia inasema hakika atauawa. Endelea. Mkutano wote watamuua kwa kumpiga kwa mawe. Tena huyu atapigwa na mawe na mkutano wote. Kama ni mgeni, kama ni mgeni, kama ni mzalia, kama ni mzaliwa, hapo atakapolikufuru jina la Bwana, atauawa. Sasa shida iko no. Sasa watu Sheikh elimu hawana, Sheikh wanapenda kutukana tu kukashfu, lakini hawasome vitabu. Yaani mtu anatafuta hapa nipata sababu ya kusema Uislamu, hapa nimepata sababu ya kutukana Uislamu. Wewe Uislamu huwezi kutukana, Kiislamu kitu kiko perfect, kimekamilika. Usione sisi tunafanya hii kazi kwa Tanzania si mazuzu. Sawa. Sisi tunafanya hii kazi kwa kuielewa na kuijua Qur'ani, ukweli wa kujua, ndio maana tunafanya hii kazi. Sawa. Yaani wewe utacholeta hoja katika Qur'ani ni cha kitoto, hakina maana hata moja. Chote cha kitoto kinakuwa. Umeelewa je zaidi? Nimekuelewa sana. Malizia na Luka 19:27. Luka 19:27 je zaidi mnatafuta hapa kitabu cha Luka hiki, unakuja mstari wa 19:27. Luka 19:27 hii hapa. Luka 19:27 inasema tena wale adui zangu wasiotaka nitawale. Rudia tena. Tena wale adui zangu wasiotaka nitawale. Nitawale au waleteni hapa. Wasiotaka. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale. Kumradhi, nilisema nitawale. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale. Waleteni hapa, mwachinje mbele yangu. Mwajifunze. Sasa hivi watu hawajui kitu mimi mpaka Muislamu hivi nimesimama kwenye Uislamu sasa hivi najua ninachokifanya. Na ndio maana nasemaga Waislamu hakuna hoja hata moja, wala msiumize vichwa. Ndio. Zileteni kwetu, sisi tutachambua hoja baada moja, wala sikuumeni kichwa. Hakuna maswali ya msingi hata moja. Wala huyu mimi ni clip yake ipo kabisa, anasema yeye alishawishiwa kusomeshwa sije kupeleka wapi na ndacha. Ipo. Director akiona vizuri atatuwekea, lakini ipo. Sawa. Kuna jingine au tufunge kipindi? Tuambie tu kwamba ama tumwambie kwamba sio Uislamu tu kwamba unaweza kukua kwenye hilo, na kuna taratibu, na kuna taratibu zake. Sio tu umetoka tu hata serikali hizi unaona si watu wanahukumiwa kunyongwa. Kuna taratibu kwanza. Ikifika hatua hiyo utafanya hivyo. Lakini sio kushtumu tu Qur'ani, hata maandiko ya Bible.
hiyo yanasema hivyo. Atakayekufuru jina la Bwana atauawa tena kwa kupigwa mawe kwa mkutano wote. Tena ikafika hatua yule sasa atakaye asiyetaka awatawale aletwe mbele yangu ni wachinje mbele. Kwa sisi sio Uislamu tu, hata Biblia, vitabu vilivyopita, maisha ya Waislamu huko ndo alikuwa haya. Mungu aliweka sheria zake maalum. Ikifika hatua hiyo, sasa wewe unasema leo umetoa, tunatakiwa tukulinganie sisi wewe. Ndio maana tunakulingania, umekosea, umesoma ni vizuri bwana, tusome vizuri. Sisi tupo kwenye elimu zetu za dini hizi. Tupo. Na hapa tunajifunza kitu kwamba Uislamu inazingatia sana amani. Yaani ikifika hatua mtu ambaye ana mvunjifu wa amani basi hatakiwi kuwepo. Muislamu unazingatia sana amani. Sana tena sana. Ndio dini ya amani. Islam maana yake amani. Sasa sio kwamba utoke tu ukate kucha. Yaani umepitia stage nyingi sana katika sheria za Kiislamu. Mpaka unafanya. Sawa. Tumalizie andiko la mwisho ambalo kwamba alilitoa katika Qur'ani, surati Nisa aya ya 171, sura ya 4 aya 171, na akisema, enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu, wala msiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lilio kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilompelekea Maryam, na ni roho iliyotoka kwake. Sasa hapa tunaweza tukakomea hapa kwanza kabla hatujaenda mbele. Yeye alisema kuhusu Maryam, neno lake na ni roho yake. Lakini Sheikh Shafi hapa anataka uniweke wazi kwa niaba ya wote. Je, kweli tafasiri hii inasemaje? Ni roho yake kwa maana Mungu aliweka, na ni neno lake. Hii roho kweli roho yake na ni neno lake kwa tafasiri yeye alivyotafasiri, ametafasiri sasa. Kwanza neno roho. Tuzungumzie neno kwanza, neno lile lenyewe, neno lile. Hapa kuna kitu sana cha kujifunza. Sio Yesu peke yake ndio neno la Mungu. Kwa mujibu wa 33:6 Zaburi, mbingu zilifanyika kwa kinywa cha Bwana. Mungu alisema kuwa, ikafanyaje? Ikawa. Kuna lile neno la uumbaji, inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hili ni neno linalotoka lile mdomoni kuwa, basi likawa. Kwa hiyo lile neno linaitwa neno la uumbaji. Sasa ukisema kwamba Yesu ni neno la Mungu, ndio si neno ambalo Mungu kasema kuwa likawa. Kwa hiyo linakuwa neno. Hata mimi na wewe tulizaliwa kwa nini? Kwa neno. Tusome kwenye Biblia Yakobo 1:17, tumkange kwa mafuta yake. Sawa. Yakobo 1:17 inasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Endelea. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Umeelewaje? Na sisi ni neno la nani sasa? La Mungu. Kuwa ukao. Sasa unasemaje Yesu ni neno peke yake? Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kuwa basi ukao. Kwa hiyo linalotoka mdomoni ndiyo neno. Kwa hiyo hata mimi na wewe tumeumbwa kwa neno la Mungu, kuwa tukawa. Mbingu ziliumbwa kwa neno la Mungu. Sasa shida nini? Hapa kuna uelewa vipi hujaelewa? Lakini pia akasema roho yake. Hakuna tafsiri katika Qur'ani roho yake. Kirudia kama kuna roho yake. Anaongeza maneno tu kwa faida ya sote. Enyi watu wa kitabu, ndio, msipite kiasi katika dini yenu. Wala msimseme Mwenyezi Mungu ila kwa lilio kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilompelekea Maryam, na ni roho iliyotoka kwake. Yeye anasema roho yake Mungu. Ni roho iliyotoka kwake. Yeye anasema roho yake, sio roho yake. Iliyotoka kwake. Roho ni mali. Ezekiel 18:4. Roho ni mali ya nani?
Ezekiel 18:4 inasema tazama roho zote ni mali yangu. Tazama roho zote ni mali yangu. Kwa hiyo Mungu anasema roho zote ni mali yake. Kwa hiyo roho iliyokuepo kwa Yesu ilikuwa ni mali ya nani? Ya Mungu. Sio roho yake Mungu. Tafsiri vibaya. Yaani kama mkate kwenye chai sana. 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 Sisi tumesomea haya mambo Sheikh Saidi. Sana. Tumesomea sana mpaka tunaamua kupigania Uislamu. Basi tuko vizuri, tumejizatiti na kwa uwezo wa Allah. Lakini tumesoma na tunafanyia kazi, na mtu anapojaribu kukosoa hatuwezi kukubaliana naye. Kwa hiyo tuko vizuri Sheikh Saidi, wala usio na wasiwasi. Kwenye dini mtu kuchafua Uislamu, huwezi kuchafua, sisi tupo Uislamu, labda Mungu atuchukue. Lakini huwezi, ndio maana nawaambia Waislamu, jengeni vimadarasa viwili vitatu, nirithishe elimu hii. Sawa. Mimi kuna siku nitaondoka kwenye maisha, angalieni watu wenzenu wanavyopambana hao. Tunatakiwa tupate vijana wasome, warithi elimu. Sawa. Na wakipata mwaka mmoja tu tutakuwa na watu wapambanaji, kwa watu wanaosumbua kuchokola Qur'ani hawachomoki. Tutapambana kweli kweli kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashaallah. Kwa hiyo tuwaombe Waislamu kama wasaidie dini yao hii, vifaa nini. Kuna swahibu wangu mmoja yeye ametupromise kwamba atatununulia kifaa cha live. Allah amfanyie wepesi, amfungulie katika mambo yake. Na rafiki yangu mwingine naye ameahidi. Kuna wengi tu marafiki zangu wameahidi kufanya kazi, basi tunaombea dua Mwenyezi Mungu afanyie wepesi katika maisha yao. Na wafungulie milango ya riziki na kutukutane Firdaus na Bwana Mtume. Kwa hiyo babu maftuhu, mwenye kutaka kusaidia dini asaidie. Mimi shida kubwa sana kupata sehemu ya kusomesha sana. Natamani sana vijana wao wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja kuchukua elimu hii inshallah ya hoja, ili mbeleni tupambanie Uislamu inshallah. Sheikh Shafi, tunakushukuru kwa muda wako kuwa pamoja nasi tangu hapo awali mpaka hivi sasa. Lakini vile vile kwa hili lilitokea ambalo kwamba leo Sheikh amelijibu kwa mapana zaidi, yoyote ambaye kuwa ana wasiwasi asifanye haya maamuzi ya kuritadi au kutoka katika dini yake ya Kiislamu. Kwanza tujue shida nini, ili tuweze kukusaidia pale ambapo wewe unakuwa na wasiwasi. Lakini vile vile kama alivyosema Sheikh, mlango uko wazi kwa mwenye utayari wa kusaidia dini. Najua watu wengi, wafanyaji ni wengi, lakini je, una uwezo nalo? Sheikh yupo kulisemea, kusafiri kwa ajili ya hilo, lakini anahitaji kuwezesha safari, kwa maana usafiri, vifaa hivyo vya kurusha live pale ambapo anapokuwa huko sehemu anapokwenda, basi matukio yawepo. Sio tu tuje kusema hapa kuna changamoto fulani ambazo wewe hujaziona, lakini tunahitaji nyinyi muone hayo matukio. Na utayaona vipi? Basi changia kwa vifaa vipatikane, changia kwa watu kutoka kuweza kusafiri, ili waweze kurekodi matukio haya, uweze kuyaona live ukiwa sehemu mbalimbali na sehemu za nchi tofauti. Kwa kufika hapa tunasema leo tumekomea kipindi chetu. Tunawashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, kwa kuifuatilia channel ya Ustadh Shafi.